Wataalamu wa masuala ya usalama wa mitandao wameendelea kuchukua hatua madhubuti na kali za kudhibiti makosa ya kimtandao kufuatia ongezeko la vitendo vya uhalifu wa mtandao vinavyoshuhudiwa duniani kote. Katika kuelekea siku ya mawasiliano ya kimataifa na jamii ya habari duniani hapo kesho, mtaalamu wa masuala ya usalama wa mtandao na uchunguzi wa kidigitali barani Afrika, Yusuf Kileo, akizungumza na News Flash, amesema kwa sasa hali ni tete kwani mataifa mengi yanapitia kipindi kigumu kutokana na kasi kubwa ya ukuaji wa uhalifu wa kimtandao. Kama unavyoona sasa hivi ulimwengu mzima umekuwa kitehama zaidi. Mambo mengi yamekuwa yakiunganishwa kwenye mitandao na vitu vimekuwa vikikaa kwenye staili hiyo. Kwa hiyo kwenye pesi hiyo tunakimbizana nao ya ukuaji mkubwa wa teknolojia, basi tunakutana vile vile na uhalifu wa mitandao na kuwa kwa kasi hiyo hiyo. Na ndio maana sasa hivi tunavyozungumza mimi na wewe, sio tu kwamba tuna attacks za kwa watu binafsi kwenye labda social media account, watu wamekuwa hacked na vitu kama hivyo, lakini sasa hivi kuna vitu vinaitwa cyber warfare, kwamba mataifa yanapigana kwenye mtandao. Kuna vitu vinaitwa attack on critical infrastructure, kwamba mataifa sasa hivi yanaweza yakashambuliwa zile critical infrastructure zake kama ni miundombinu muhimu, yani miundombinu muhimu yake ambayo inaweza kuchangia mustakabali wa taifa hilo kwa katika mustakabali mzuri. Kwa hiyo hii yote inaonyesha kwamba uhalifu mtandao kwa sasa unakuwa kwa kasi, na ndio maana kila nchi ipo katika spidi ya kutosha kuhakikisha kwamba inafunga mikanda yake ili kuweza kufanya vizuri na kuhakikisha kwamba inaweka mataifa yetu salama. Katika hatua nyingine, Kileo amesema kuwa juhudi zinaendelea kufanyika ili kuimarisha mifumo ya kiusalama mtandaoni kwa lengo la kuhakikisha kuwa mazingira ya kidigitali yanakuwa salama kwa watoto. Tumekuwa tukiona watoto, hata ukiangalia watoto wetu sasa hivi unakuta anaweza kudownload game, anaweza kucheza game, anaweza kuingia YouTube, anaweza kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kile sasa kwa watoto kwao kimekuwa ni jambo ambalo wana matumizi makubwa ya mitandao na wanaweza sana kutumia vifaa vya elektroniki. Sasa wao pia nakuwa ni kundi hatarishi kutokana na uwezo wao mdogo wa kungamua majanga ni mengi kwao. Lakini kwa habari njema kwa nchi yetu, tayari tunasema kwamba tunawalinda watoto dhidi ya ukatili mitandaoni, na kwa sasa tunavyozungumza mimi na wewe tumesha kuja na mkakati wa kuweka mambo sawa kuwalinda watoto mitandaoni, lakini sheria ya mtoto imeshaweza kupitiwa na sasa tunategemea kwamba ikianza kufanya kazi, basi watoto sasa kama nchi yetu tunaanza kuwalinda kwa mujibu wa taratibu zile zinazopaswa kuwa. Unaweza kutuibia kidogo sheria inasemaje namna kuwalinda watoto? Kwa mujibu wa sheria, mfano nafikiri umeona hivi karibuni, unapomdhalilisha mtoto mtandaoni faini zinaenda mpaka milioni 50. Lakini vile vile tunasema kwamba tunahamasisha wazazi wanawapa watoto vifaa vya elektroniki basi wawe na ukaribu nao ili kuhakikisha yule mtoto aingie kwenye hali ambayo ni ya matatizo.